Yesu asifiwe. Amen. Mimi naitwa Mwalimu Kotila Jekela, ni mzaliwa wa Dayosisi ya Kusini Kati Makete, na ni mwalimu kwa taaluma. Nimesoma Chuo Kikuu Dar es Salaam na nimehitimu mwaka 2018. Baada ya hapo mwaka 2021 nilipata nafasi ya kuhudhuria kozi fupi ya elimu ya Kikristo iliyoendeshwa na Mwalimu Ingrid ndani ya Dayosisi ya Kusini Kati. Nilishiriki kozi hiyo kwa muda wa wiki 4, na baada ya hapo mwalimu aliniita kufanya kazi pamoja na yeye kuzunguka dayosisi zote za Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania kwa ajili ya kutoa mafunzo ya elimu ya Kikristo. Mwaka 2022 nilichaguliwa pia na dayosisi yangu kuwa mratibu wa elimu ya Kikristo, lakini pia mratibu wa vijana wa Dayosisi ya Kusini Kati, ambapo hapo nimetumika kwa muda wa miaka 2 mpaka mwaka 2024. Mwishoni mwaka 2025 nimepata neema ya kuja kufanya kazi hapa kama mkufunzi wa elimu ya Kikristo kwenye chuo hiki cha elimu ya Kikristo na maadili, au kwa kifupi tunaita Hekima, ndani ya Lutheran Junior Seminary. Elimu ya Kikristo na maadili ni kitu muhimu sana kwa kanisa, na kama tunavyofahamu kanisa sasa limevamiwa na mafundisho mengi sana kutoka kwenye vyanzo mbalimbali ambavyo wengine wanaweza kuita ni mafundisho, lakini tukayatizama kwa jicho la kitaalamu hatuoni kama ni mafundisho sahihi kwa ajili ya Mkristo. Sasa sisi kama elimu ya Kikristo, kitu kikubwa tunachokifanya ni kumwandaa mwalimu kwa ajili ya kutoa mafundisho kwa wanafunzi au kwa watoto kuanzia shule ya Jumapili, na tuishie tu kwa watoto na vijana, tunakwenda mpaka kwa watu wazima. Tunafundisha pia jinsi ya kuandaa semina za kuendesha semina ya neno la Mungu. Kwa hiyo elimu ya Kikristo katika chuo chetu tumejikita sana kumpa mtu mbinu na hatua za ufundishaji wa elimu ya Kikristo. Mimi ninayeongea ni mwalimu wa somo la andalio, jinsi gani mwalimu aandae andalio stahiki kulingana na umri na mada anayokwenda kufundisha kwa kundi fulani au kwa kundi rika fulani la wanafunzi. Kwa hiyo tuna maandalio yasiyopungua 5. Tuna andalio la shule ya Jumapili, tuna shule ya msingi, tuna sekondari, lakini pia tuna andalio la mafundisho ya kipaimara pamoja na andalio la kuendesha semina kama nilivyosema. Na katika maandalio haya yote kikubwa tunachokiangalia ni hatua za ufundishaji pamoja na mbinu, na tunajaribu kumsaidia mwalimu aone ni jinsi gani anaweza akaandaa somo kwa kufuata hatua zote za kitaalamu, lakini pia na mbinu. Changamoto kubwa tuliyokuwa nayo kama kanisa ni kama watu walikuwa wanafundisha pasipo kufuata utaalamu wa kiufundishaji, na ufundishaji ni taaluma, ni profession ambayo ina utaratibu wake na ina namna yake inavyotakiwa kufanyika, kama zilivyo taaluma zingine, taaluma za udaktari, taaluma zingine za engineering na mambo mengine. Kila watu wana namna yao wanavyoweza kufanya, na sisi kama walimu, hasa kwa eneo la kanisa, tumefikiri ni muhimu walimu wetu wasifundishe tu kwa sababu ana kipawa au ana kipaji cha kufundisha. Tunatamani afundishe kwa kuzingatia sana utaalamu, na kwa kuzingatia hilo ndio maana kanisa wamefikiri kuwa na hiki kitu, chuo cha elimu ya Kikristo, ambapo hapa walimu wanakuja wanaandaliwa kwa muda wa wiki zisizopungua 24, na katika kikubwa tunachokifanya ni kuhakikisha kwamba tunamfundisha mwalimu hatua za kuandaa somo, lakini pia baada ya hatua na mbinu za jinsi gani anaweza kwenda kulifundisha somo darasani. Ukiangalia maandalizi yetu ya somo na taaluma ya kiualimu, tunajaribu kumweka mwalimu kwenye mazingira ambayo ataandaa somo kwa utaalamu na atalifundisha kwa utaalamu, sio tu kufundisha pasipo utaratibu. Kwa hiyo tuwaase kanisa, watu wanaweza kawa na vipawa vya ufundishaji, wana vipaji vya ufundishaji, lakini wasifundishe kwa utaalamu kwa jinsi inavyotakiwa kulingana na rika na kulingana na mada au na somo ambalo mwalimu anakwenda kulifundisha. Kwa hiyo tuwaombe dayosisi tuwaombe majimbo, sharika na watu binafsi wanaoweza kupata nafasi ya kugharamia na kuja kusoma, wapate hiyo nafasi, ili kwamba tutengeneze kanisa la pamoja ambalo lina watu wenye utaalamu katika kufundisha elimu ya Kikristo, katika kufundisha vipindi vya dini shuleni, katika kufundisha na kuendesha semina ya neno la Mungu kwa ajili ya ustawi wa kanisa kwa ujumla. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.